Ametuwezesha katika hizi siku 10 kufanya ibada mbalimbali na leo ikiwa ni siku ya mwisho katika masiku ambayo kwamba aliyapia Mwenyezi Mungu Subhana. Tunaomba Mwenyezi Mungu awe ni mwenye kututakabalia matendo ambayo kwamba tuliweza kuyafanya katika haya masiku 10. Tutahimiza Waislamu katika hii siku ya leo tuwakumbuke wasiojiweza, tuwakumbuke watu ambao kwamba Mwenyezi Mungu amewapatia changamoto ama mtihani wa kimaisha. Katika vichinjo vyetu tusiwasahau wale watu ambao kwamba hawawezi washa moto majumbani mwao, nao wawe ni wenye kufurahikia siku kama ya leo. Na jambo la pili, pia tumepigwa na butwa kwa mswada ambao kwamba aliweza ku-withdraw mheshimiwa Owen Baya, mswada ambao kwamba ulikuwa ni wa kupiga marufuku jambo zima la mogoka. Ilikuwa ni furaha kubwa sisi hasa kama watu wa pwani, kwa sababu ni uchumi kwa jamii nyingine, lakini inavunja ndoto kwa jamii nyingine. Tunamuomba mheshimiwa Owen Baya awe ni mwenye kukumbuka watu wake, na wawe ni wenye kuja na maono ya kujenga mustakbal ama future ya watu wake sehemu hii ya pwani. Na pia tunakemea maneno ambayo kwamba alitoa, maneno ya matusi, maneno matamshi ambayo kwamba si mazuri. Governor wa Isiolo dhidi ya senator wa sehemu hiyo Fatma. Hii ni aibu kubwa sana kama jamii ya Waislamu kutumia lugha ambayo kwamba aliweza kuitumia hadharani katika mitandao, na ni kuvunjia wanawake hadhi na heshima. Awe ni mwenye kuomba msamaha, kwa sababu kukosea ni kawaida, lakini mzuri katika wenye kukosea ni yule ambaye kwamba anaomba msamaha ama anatubu. Siasa zifanyike, lakini siasa za kuheshimiana. Na mwisho, tunaomba serikali izidi kuangalia hali ya maisha ya watu, kwa sababu watu wanapitia changamoto na maisha yamekuwa magumu. Twajua uzito wa uchumi ni kote duniani, lakini tuwe ni wenye kujikaza na kusaidia jamii kutokana na hali ambayo kwamba wanapitia wa ugumu wa kimaisha. Na tulifurahishwa sana na kurejeshwa kazi za vijana mtaani, kwa sababu itasaidia vijana wengi kuwaondosha katika ile hali ya idleness, kwa sababu idle mind it's devil